Talk means all times outreach and training charge. Ujazo unao viwango. Kuna viwango ukifika, Mungu anakutenga kama maalum au kama mtu rasmi. Wito wa kimungu. Unatembea na Roho Mtakatifu, unatenda kazi zake, unamheshimu, unamtii. Ukifika viwango vya ujazo wa juu, ni viwango vya juu sana vya ujazo wa Roho Mtakatifu, ambapo ukivifikia, si wengi wanaovifikia, lakini ukivifikia utaona Mungu akikutenga kama maalum. Yesu mwenyewe alikuwa kila mahali anaenda, mapepo yanapiga kelele, yanamdhihirisha, anayakemea simdhihirisha. Tunatambua kwamba ule wito ambao unafanya mpaka mapepo yanatii, yanapiga kelele kabla hujayakemea, ni viwango vya juu vya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Unavitaka hivyo? Unavitaka hivyo? Ni dalili gani ukiziona unajua kwamba ninakoelekea naenda kwenye wito wa namna hii? Mtu ambaye anaelekea kwenye wito wa namna hiyo, kuna vitu ataviona, kuna ishara ataziona, kuna mambo atayaona katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Viwango vya ujazo wa Roho Mtakatifu ndani yake vilikuwa juu sana. Shangai ukiziona, tulia, uko jangwani, unapitia jangwani, katikati ya watu wanaoshiba, katikati ya watu wanaovaa wanapendeza, katikati ya watu wanakula wanashiba, katikati ya watu wanajenga. Unajiuliza, mikono ni nani? Miguu ni nani? Macho ni nani? Akili ni nazo? Mbona nikijaribu kufanya wanayofanya wenzangu, block, unaona ukuta. Jangwani kwa kuwa una kazi, upiti jangwani kwa kuwa ni mvivu, upiti jangwani bali unapita jangwani kwa sababu zilizo nje ya uwezo wa kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiangalia na kesha, ukiangalia na funga, ndugu yako anakuja Jumapili tu ibada yenyewe, hana mpango na ibada unazofanya wewe, lakini akifika ile ibada ya Jumapili ana amani, na akitoka pale baraka mwa. Wewe mwenzangu, kila siku uko ibadani unapauka tu. Si kwamba Mungu anakuwa hakuoni, si kwamba Mungu anakuwa hataki kukubariki. Kama umekusudiwa wito wa namna hii, kwa viwango vya ujazo wa Roho Mtakatifu vya juu sana, lazima uje upitie jangwani. Na ndio maana watu wote ambao wanajazwa Roho Mtakatifu wanautafuta uso wa Mungu kwa bidii, alafu baada ya hapo wanaanza kuwa ni wahitaji wa fedha. Huwa sishangai. Kama anaanza kutafuta Mungu, ndivyo anapozidi kusongwa, pesa inazidi kuwa mbali naye, akitafuta na yeye anakimbia. Utasema inamjua, haihitaji pesa. Ukiangalia mwenzako, anabadilisha manguo, anabadilisha vyakula, anatembelewa na ndugu wa kila rangi. Wewe unakuta ni mtu ambaye uko jangwani, unaomba uko jangwani. Jiulize maswali mawili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika maelekezo hayo tunaweza tukapata kujifunza kuhusiana na Petro. Naye alikuwa anapitia mambo ambayo kwa kweli hayaelewi. Angalia kitabu kile cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 27. Na ukiweza kusoma, soma. Kajibu akamwambia, ndio, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili swali ambalo Petro anamuuliza Yesu halikutokea tu, halikuzuka,
alikuwa anaona wazi kwamba maisha yake yanaharibika siku hadi siku. Uchumi wake unaporomoka siku hadi siku. Kadiri anavyozidi kumfuata Yesu, anaona hakuna anachopata zaidi ya kupoteza muda. Inawezekana umefika mahali ndugu yangu, kila unapofika ibadani, unaona hamna unachokipata zaidi ya kupoteza muda. Ndivyo alivyopitia Petro. Akaona sioni ninacho. Mwisho akabidi aulize, sisi tunaokufuata wewe Yesu, tutapata nini? Maana kuna watu walikuwa hawamfuati. Walikuwa wao kazi yao ni kuangalia. Siku ya miujiza wanatokea. Sio ameponya mtu wanatokea. Lakini baada ya hapo wao kwenye mashamba yao, wao kwenye biashara zao, wao kwenye kazi zao, wao kila siku mchana na usiku wako naye. Sasa wakajua sisi tulioko naye tutakuwa ni tofauti na hao wengine. Tutapata magari, tutapata utajiri, maana tuko pamoja na Yesu mwenyewe. Yaani ina maana tukitoka hapa sisi tutakuwa tofauti. Wakaona wale wanaotoka pale na baraka, wakienda wanaenda wanafanikiwa, wanaenda wanabarikiwa, wanarudi tena wanakaa kidogo, wanaondoka, wanaenda wanafanikiwa. Wao ambao siku na mchana wako naye wananyauka. Wakauliza, tutapata nini basi? Sisi tunakuandama kila unakoenda. Ndipo anakuja na wafunulia siri, anawaambia, mwambie jirani zaidi. Mwambie zaidi. Kuna wito zaidi, kuna vipawa zaidi, kuna kalama zaidi, kuna neema zaidi. Asema hao ulioacha hiki utapata zaidi, na utalisi uzima ambao wengine hawataona. Kuna mambo ambayo wale wanaoshiriki ibada kama kutembea, na wewe ambaye kila siku uko mahali hapa, kuna mambo yatatokea ambayo kwao hayataonekana. Hapana. Kuna mambo ambayo Mungu akiwa anakuandalia, mambo ambayo jicho hajayaona, mambo ambayo sikio halijayasikia, anasema hayo amewaandalia wale wampendao, na si wengine, ni wale wanaomwandama. Ni mambo ambayo sio hayo unayoyatazama kwa macho na kuyatamani. Ni mambo makuu ya wito mkuu ambayo wengine hawawezi kuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kama yuko mtu ambaye kadiri unavyozidi kumwandama Mungu, ndivyo unavyozidi kuona ugumu, usiogope. Mungu anakuandalia kitu chema. Mungu anakuandalia nafasi njema. Na ishara hizi ukizijua, zitakupa nguvu ya kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu unapitia matukio magumu, lakini hufi. Wakikuzika, wamekupanda, unaota. Wanajua utaoza, unaota. Wanasema huyu bwana tulijua tumemzika, kumbe tumempanda. Sasa mbona ameota? Na ukiota, unaota afu unazaa mengi kuliko ulivyokuwa mwanzo. Walikupanda peke yako, unazaa na watoto sasa. Ukitokeza, unatokeza kwa ukubwa. Ukiona ndugu yako kuna mapito magumu, mapito yasiyoelezeka, iwe ni katika ndoa, mapito yasiyoelezeka, iwe ni katika uchumi, iwe ni katika familia, mapito hayaelezeki. Ukiangalia wenzako wana mapito ya kawaida, wewe unapitia mapito. Kila ukimwomba Mungu hakuna, ukimlilia hakuna. Ni kama unakufa leo. Leo kivuka ni kama unakufa leo. Kila siku ni kama unakufa leo. Ujue wazi kwamba kama uko katika viwango vya Roho Mtakatifu, ni ishara kwamba unaenda kutumika kwa wito mkuu. Unaenda kutumika kwa wito maalum. Bwana anaenda kukujazi na kukufanya kuwa watofauti na wengine. Lakini ishara ya kwanza kipindi anakuandaa ili uje ufikie viwango hivyo, lazima jambo la pili utakaloliona katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nini? Matukio magumu. Elezeka ya mauti, lakini hufi. Uko katika kumtafuta Mungu, uko katika kumwandama Mungu, usikate tamaa. Mungu anakuandalia kitu chema. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Mungu anapotaka kuwaita watu haiti waoga. Mungu atembei na waoga. Hana sifa ya kutembea na muoga. Ukishakuwa muoga wewe na Mungu ni maji na moto. Hamtakuja kupatana. Mungu atembei na muoga. Hata kama amekupenda kiasi gani, ukishakuwa muoga Mungu atembei na wewe. Na ndio maana unapoona mapito magumu, jirudi nyuma, nimetenda dhambi gani? Rudi nyuma, mbona ninapomtafuta Mungu ndio yanatokea haya? Elewa huko unaandaliwa, acha woga. Sio rafiki kwa mwanadamu. Ni mambo ambayo kila mtu asingetamani kupitia. Lakini hawayachagui, yanakuandama lazima. Na wengine ndio wale wanamwacha Roho Mtakatifu, wanaenda kukemewa laana. Wanaenda kukemewa mikosi. Unakuta hana mkosi wowote. Ni kwamba Roho Mtakatifu anataka amfanye kuwa watofauti. Anapoona magumu ya namna hiyo yanampata, ndipo sasa anaanza kuona ile huduma ni mbaya. Kumbe Mungu yuko anataka kumhamisha viwango. Ni ujazo wa Roho Mtakatifu aliokuwa nao mwanzo. Bado Mungu anataka kumjazi afikie viwango vya juu. Atoke kwenye hali ya utumishi wa kawaida, aingie kwenye utumishi wa kimataifa. Na anaanza kuona bora nife. Wale watu waliokuwa anawasania kwamba wamekuja wa watu sasa wanakuwa msaada kwa huduma yangu, karibu nusu wanakuwa ni mimba kwa huduma yake. Anachotangaza hawasikii, anachokieleza hawakitaki. Wao ni mimba. Anajiuliza, hao ndio niliowanyonyesha, nikawalea, nikawabatiza, ndio hao leo wana mimba hivi? Ndio. Ni wakati Mungu anataka kukutoa kwenye kiwango kimoja cha utumishi na kukupeleka kwenye kiwango kingine cha utumishi uliotukuka, ambao wewe utakuwa ni mtu unayeponya wengi zaidi ya vile ulivyokuwa mwanzo. Mungu akitaka kukupa kiwango hicho, lazima utaanza kuona magumu mengi tu. Nakumbuka kuna mtu alikuja akaniambia, nimekutaka kukuua mara 3. Na namna zote hizo ninaona kabisa unakufa. Lakini nikija kuona, hivi unanisikia? Mnanielewa? Ameniua na akaona ameniua. Anakuja ananikuta mara 3 majaribio ya kuniua. Sasa anakuja kutubu, anaomba yaishe, Mungu amsamehe. Mimi wapendwa, hata kujua kwamba alikuwa ana majaribio ya kuniua mara 3, sijui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana kazini ulipo wana majaribio ya kukufukuza, wanashindwa. Inawezekana kwenye ndoa inapita mazingira ambayo ukiangalia ni mauti tupu, ni kesho inavunjika. Upo unapitia mambo ambayo hayaelezeki, lakini unajiuliza kwa sababu gani? Mbona kila siku namtafuta Mungu? Ukiona unamtafuta Mungu, yanainuka mambo yasiyoelezeka. Watu wanainuka wanakuchukia bila sababu, wanakuundia vikao, wanakuundia vikundi, wanakutafutia mabaya ya kila namna, wanakuzushia maneno ya uongo. Usione ajabu, jua kwamba Mungu anataka kuniita wito mkuu. Karama na huduma unazotenda nazo kazi ni kama walivyotenda kazi watumishi wengine. Lakini Mungu alipokuja kuona viwango vya Roho Mtakatifu ndani ya Petro, si vile alivyokuwa navyo mwanzo, Mungu aliazimu, akaweka muhuri kwamba kuanzia leo atakapopita Petro, kivuli kitakapomdondokea mgonjwa atapona. Petro alifika mahali hakuwa anaombea watu. Wakiona anapita wanaweka wagonjwa pembezoni. Yaani akipita kile kivuli kiko wapi changu? Hiki huko. Kivuli kikimwangukia amepona. Kivuli kikimwangukia amepona. Yeye anatembea. Viwango hivyo wapendwa, ni ujazo huu wa Roho Mtakatifu ninaofundisha. Lakini lazima nikufundishe pia kuwa na uvumilivu wa kujua kwamba unaanzaje kuona dalili kwamba mimi Mungu anataka kunitumia kwa viwango vya tofauti. Matukio kwako linaingia hili linatoka hili, yasiyoelezeka. Kudhulumiwa kwako ni kawaida, kupoteza mali zako ni kawaida, kuzushiwa maneno ya uongo kwako ni kawaida. Ukiona mambo ya jinsi hiyo, ndugu yangu unayesema mimi mbona namtafuta Mungu, mimi mbona namtaka Mungu, chochea. Mungu anataka kukuinua zaidi. Amen.
Yuko Paulo, Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikuwa anatenda kazi kama wewe, ajazwa Roho Mtakatifu kama wewe, akatumika kama wewe, akahubiri kama wewe. Mungu alipotaka kumwandaa kwa viwango vya tofauti, ilifika mahali watu waliweka naziri kwamba hatunywi mpaka tumuue Paulo. Ni Mungu anaangalia viwango vya ujazo. Vikiwa juu anakuhamisha hatua, vikiwa juu anakuhamisha hatua. Kadiri vinavyoongezeka viwango vya ujazo wa Roho Mtakatifu. Sasa viwango vya ujazo ndani yangu vilikuwa vinaenda kuwa vikubwa, na Mungu alitaka kunitoa mahali nilipokuwa kunipeleka hatua ya pili. Mambo yaliyonipata ni mambo ambayo nilitamani hapa Dar es Salaam. Kitu kilichonishika ni kaka yangu, sitamsahau. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nirudi nyuma tena. Haya mambo unapoyaona unajua haya mambo tumishi wa Mungu amenieleza. Daniel pia alikuwa anatumika, matendo mengi tu ameyafanya, lakini alipofika viwango vya juu tunaona kwamba anapitia mapito ya ajabu. Angalia Daniel sura ya 6. Nenda kaangalia kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 25. Utakuta Daniel anaingizwa kwenye tundu la simba bila kosa, tena kwa sheria iliyopangwa na mfalme kwa hila. Watu wamekaa wamewaza hila ili mradi wamwangamize. Akiangalia kila siku anaabudu, akiangalia kila siku anaomba, akiangalia kila siku anafunga, anajiuliza hivi mimi. Ina maana wengine hawaombi wanapata mambo mazuri, wengine hawaombi hawapati figisu kama hizi. Mimi kila siku namuomba Mungu wangu, lakini napitia haya. Akatupo kwenye tundu la simba ili afie humo. Neema tu ya Mungu, yale simba wakawa rafiki wa Daniel. Yesu asifiwe. Mwingine akipita hapo anakufa, ila wewe ulipopita hukufa. Elewa wazi kwamba kama mapito hayo yanakupata kwa ajili ya Mungu, unaenda mbali ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda mbali ndugu yangu. Chochea viwango vya ujazo. Chochea viwango vya ujazo. Ukitafuta watu wanaotenda matendo makuu ya Mungu leo, uwasimamishe hapa wakueleze walikopita. Kadiri walivyozidi kumtafuta Mungu, viwango vya ujazo vilipozidi kuongezeka, wakikwambia waliopitia wewe hapa, wewe utalia machozi. Viwango vya ujazo wa Roho Mtakatifu kadiri vinavyoongezeka, usiogope unapopitia magumu. Jua wewe ni mtu maalum sana. Amen. Uko tayari? Amen. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 25 utakuta maneno ya ajabu. Sitaki kanisa legelege. Anataka afunge kila siku kutwa, miaka 6 unataka ufunge kutwa. Angalia hapo 20 na tuanze 23. 1 2 3. Viwango vya ujazo wa Roho Mtakatifu vikifika juu sana, si ajabu upitie mambo hayaelezeki. Huyu ni mtumishi wa Mungu Daniel. Kila siku anaomba, kila siku anafunga, kila siku anakesha. Viwango vikaongezeka, viwango vikaongezeka, vimefika juu sana, wakamuundia hila wa Mungu. Huyu ni Paulo. Kila siku yuko hapo, lakini kadiri anavyozidi kuchochea na kumtii Roho Mtakatifu, wanamuundia hila afe. Na wewe umewahi kuundiwa hila ufe? Utakuta kila ambaye ameitwa, Mungu alipofika viwango vya kutenda kazi kwa viwango vya juu ndani yake, kuna baadhi ya ndugu aliwaondoa, marafiki aliwaondoa, anakupa jamii mpya. Sema jamii mpya. Jamii mpya. Uliosoma nao, hata ukutana nao ni salamu tu. Unajiuliza, ule upendo uliokuwepo kwa wale niliosema nao, tukikutana, tukipigiana simu, uko wapi leo? Leo unashangaa Mungu anakuunganisha na jamii nyingine, watu usiowazoea, watu usiowajua. Ndio unaanza kuona wanaanza kuwa rafiki zako. Wa kwanza hadi wa 4 unaona Mungu anampenga Ibrahim na ndugu zake. Marko sura ya 3 mstari wa 33 unaona Yesu anakataa mama yake na ndugu zake, na anasema wazi kwamba mama yangu na ndugu zangu ni hao wanaolisikia neno la Mungu.
Si kwamba wale sio mama, anawasamini, anawajali na ni mama. Lakini kwa wakati huo Mungu ameamua kumuinulia wazazi wapya wanaoendana na kusudi lililoko ndani yake. Wengi wafundishi wanaokijenga Roho Mtakatifu ni baraka, ni baraka. Hapana. Viwango vya ujazo vikali vinavyoongezeka ni raha. Lakini kuna mahali vikifika ndio wengi wanagota, hawaendi mbele zaidi. Wanaishiaga hapo hapo. Kwa nini? Wanayoyaona kile wakichukua hatua ni magumu tu, ndugu yangu. Hakuna raha. Akisema nifunge hakuna raha. Akisema nikeshe hakuna raha. Anarudi nyumbani na yeye anakuta matukio mabaya. Anajiuliza nilikuwa nimeenda kumtafuta Mungu au shetani? Kumbe Mungu yuko anamuandaa kwa viwango vikamilifu. Lakini ishara nyingine kwamba Mungu anakuinua viwango vya utendaji kazi wa tofauti. Unaanza kutembelewa na mamlaka za mbinguni. Ghafla unaanza kutembelewa na mamlaka za mbinguni. Hizi ni ishara tu za mwanzo. Ukishaona ishara hii, jiandae kwamba mimi Mungu anataka nitende kazi zingine za tofauti. Unaanza kuona ishara gani? Mamlaka za mbinguni zinaanza kukutembelea. Kila unakoenda zipo. Bwana Yesu asifiwe. Si ajabu mwenzangu, ukianza tu kufanya biashara, tayari ujumbe wa Mungu huo. Sitaki kufanya hiyo biashara. Unajiuliza tangu lini mwanadamu akaletewa ujumbe na Mungu? Mbona watu wanafanya tu biashara kwa kuamua? Mimi nimegusa tu, sitaki ufanye hiyo biashara. Unapata tu mchumba, simtaki huyo akuoe. Mamlaka za mbinguni zinaanza kuingilia kati mambo yako. Mnanielewa? Mnanielewa? Unaanza kuota ndoto uko na malaika kama Mariamu. Bila watumishi wa kweli wa Mungu wa juu ambao hawazanii ulikuwa kuja kwako. Unaona anakutembelea. Mungu unaona malaika au watumishi wa Mungu wanakutembelea tembelea. Wala kutembelea tembelea. Mimi nimetokea na nimekaa hivi, mara Yesu huyo, Yesu mimi Bwana nimekuja, sema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ananiangalia. Naambia Yesu, hivi mimi ili nitende kama ulivyotenda wewe nifanye? Akasema yatafakalini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Akaondoka zake. Na mbona huyo anaondoka? Najiuliza, angekuwa shetani au mzimu? Mzimu unaniambia neno la Mungu. Nafunua kitabu kile cha Wakolosai sura ya ngapi? Ya 3 mstari wa 2. Nakuta ya lile neno yatafakalini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kumbe mtu akitafakari yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi, atatenda zaidi alivyotenda Yesu. So unatafakari ya duniani tu, tafakari ya mbinguni. Tafakari wito wako. Na hata mtumishi wa Mungu Yoshua aliambiwa mchana na usiku yatafakari yaliyomo katika neno. Mchana na usiku tafakari Torati. Usiondoke humu usiku na mchana. Kuna siri katika kuyatafakari mapenzi ya Mungu mchana na usiku. Kuna siri katika kuyatafakari mambo ya mbinguni. Kuna siri katika kutafakari mapenzi ya Mungu. Acha kutafakari mambo yanayopita ya dunia hii. Acha kutafakari unavyoumizwa. Kwa nini fulani aliniumiza? Kwa nini fulani alinidhulumu? Kwa nini fulani hakunitembelea? Kwa nini fulani? Wewe kazi yako ni kutafakari duniani. Tafakari mbinguni. Tafakari kwa nini siku moja nisifufue mfu? Kwa nini siku moja nisikemee majini yanayofunga watu mikono, wasema mapepo nikayatoa wote wakawa na vidole vyao kama watu wengine? Kwa nini siku moja wenye vifafa wasiinuliwe? Kwa nini siku moja wewe wasiwe wazima? Tafakari habari za mbinguni, utatenda kama Yesu. Tembelea malaika kwenye ndoto hao, majumbe ya Mungu hayo, ujue wewe viwango vyako unaenda kuwa mtu wa tofauti. Unanielewa? Watu wanashangana, jamani, watu walimimina hela mzee. Kwa nini? Wana uhakika na anaendelea. Inafika mahali wewe unaagiza yanatendeka. Wakupigia simu, nimelogwa. Kwa jina la Yesu uchawi ukuachie, uchawi unafyata mkia. Kwisha. Bwana Yesu asifiwe. Viwango hivi ni viwango hivi vya ujazo wa Roho Mtakatifu, wa viwango sio huko tumeshavuka. Utakapoendelea kumtumikia kwa uaminifu, Mungu anakutunuku viwango hivi.
Na ishara hizi utaanza kuziona kisha utazivuka. Na ukiziona furahia. Biblia inasema furahini muingiapo katika majaribu. Hakuwa na maanisha kwamba ukiumizwa, alikuwa na maanisha kwamba majaribu yanayokuvusha kukupeleka kwenye hatua nzuri zaidi. Furahi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona Mungu anakutembelea tembelea, malaika wanakutembelea tembelea, watumishi wa Mungu wanakutembelea tembelea, chochea wewe ni mtu ambaye Mungu anakuandaa. Lakini Bwana akamwambia nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu. Ulichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Yaani ni Anania na Goma kwenda. Mungu anamwambia nenda. Huyu ni nani? Huyu ni nani? Chombo changu kiteule. Ukiona watumishi wa Mungu wanakutembelea tembelea, ni Mungu yuko anawaambia kwamba nendeni, yule ni chombo kiteule kwangu. Ukiwa chombo kiteule, watumishi wa Mungu wanakuja. Ukiwa chombo kiteule, watumishi wa Mungu wanakupigia simu. Ukiwa chombo kiteule, watumishi wa Mungu wanataka wawe karibu na wewe. Kitu ambacho ni neema. Mtu ambaye hauwezi kumuona kirahisi leo anatafuta appointment akae na wewe, ujue wazi kwamba Mungu yuko anamleta kwako. Hiyo ni ishara kubwa. Malaika kukutembelea, watumishi wa Mungu kutembelea, Yesu kukutokea ni ishara kubwa. Na wote waliotokewa na malaika au Yesu au kutembelewa na watumishi wakubwa hawakubaki katika hali ya kawaida. Yesu asifiwe. Una amani. Ukiona anatembea na ishara hizo kwako, kubali kushuka na kutulia, ujue kwamba kuna mahali na kwenda. Lakini jambo la mwisho, upweke. Mtumishi ambaye anaenda mbali, viwango vya Roho Mtakatifu vinaongezeka ndani yake. Kuna kiwango ambacho hawezi kukikwepa, kinamkuta ni upweke. Anakuwa mpweke. Mpweke. Watumishi wa Mungu walikuwa wanakutembelea, hawaji tena. Hata uambie jamani naumwa, uone mtu. Kila kitu ambacho wewe unatamani kikupe faraja kinakuwa kichungu kwako. Kama una mke au ni mme, ni mchungu naye. Unajiuliza kwa nini? Yaani unaanza kuona upweke katika maisha yako. Kila wakati Mungu anataka ukae peke yako, usome. Unasoma neno, unamaliza. Unaomba, unamaliza. Hafu uelewe hata niende wapi tena. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikamtembelea rafiki yangu fulani, ukuta ndani, unaona hamna. Basi niende kwa mtumishi wa Mungu fulani, ukuta ndani, unaona ukae tu ndani. Unaanza kuona ratiba za Roho Mtakatifu kwako. Karibu wiki nzima ni mpweke. Yaani unapenda ukae peke yako tu. Utafakari, unaomba, unafunga, unakesha, lakini hauwezi kuona tena wale ndugu wa karibu waliokuwa wanakuja hawaji. Upweke nao unapokuwa unauona, nao ni moja ya ishara kwamba Mungu anakuinua viwango vingine. Usiogope unapoona uko katikati ya kanisa la watu 200, hakuna hata mtu mmoja anakutembelea. Unajitahidi wewe ndio mpiga kinanda, unapiga na vinanda hapo, mke wako akiumwa, hakuna anayekanyaga, hakuna anayeuliza anaendeleaje. Unasema kwa basi nitoe ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Mke wangu anaumwa na mwanangu anaalisha. Ukimaliza hapo huo ushuhuda, hauna anayekuja kukuuliza alipona wala wakukutembelea. Ni kimya. Kama hauko na watu, mwisho wa siku mtu anaanza anajiuliza, hili kanisa labda halinifai. Mbona hawa watu hawanipendi? Mbona hawa watu hawaniulizii? Mbona nimeshuhudia pale lakini hakuna mtu ambaye amesikia hata kuniuliza anaendeleaje mwanangu? Watu wote kimya. Kama vile yaani wakikuona ni kituko, upo haya. Lakini huoni unaanza kuona upweke katika maisha yako. Na hata ukijingangania uende katikati ya watu, basi ukae nao karibu, yaani utakachokizua hapo utakoma mwenyewe. Ukitoka tu hapo wanasema fulani anakuja kusema haya maneno, watakuzushia maneno ya umongo makali.
amekuja hapa akatuambia eti mama fulani yuko hivi, mambo ambayo ni ya uongo yanakurudia tena. Unamwambia jamani, mimi sikuyasema. Aliyasema tena, alitoka kwake anakuja kwangu. So kama ulikuwa hujayasema, ulienda kwake kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Mwisho unakubaliana na ule upweke. Ukishaanza kuona Mungu anakutengenezea upweke, linalokupata hakuna anayekutembelea. Hata ukijikolikoli kwao wanazidi kuwa mbali na wewe. Tulia, Bwana anakuandaa. Tulia, Bwana anakuinua. Tulia, Bwana akutengeneze. Tulia, Bwana akuinue. Tulia, Bwana akufikishe juu zaidi. Ni Mungu anatenda kazi zake kwako. Kama kuna mtu unafarijika, sema amen. Kama kuna mtu unasema nilikuwa mimi, sema amen. Kama kuna mtu unasema kwa kweli mimi, sema amen, kwa sababu na uhakika na ninachokisema. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna watu, hata mchungaji wake haendi. Unatangaza unaumwa mpaka unapona mwenyewe, ukimaliza unajipeleka mwenyewe kanisani. Unatangaza ndugu wanaumwa, alafu unawafuata mwenyewe hospitali, wakipona unarudi mwenyewe kama mjinga. Wala usikate tamaa, wala usirudi nyuma, wala usiseme Mungu ameniacha. Ili mradi viwango vya Roho Mtakatifu vinakuwa ndani yako, ujue umefika mahali pazuri sasa. Anakuangalia nguo yako uliyoivaa, anakuangalia miguu yako umevaa kiatu gani. Unajiuliza, huyu mtu msukule nini? Huyu mtu mjini nini? Huyu mtu ametumwa na shetani? Sio unajiuliza, au kwa kuwa sijanyosha nguo, au kwa kuwa nimerudia ile. Unajiuliza maswali, watu wako wanaimba wanaendelea mbele wanamuona Mungu. Wewe unajiuliza maswali ya mtu. Usipate shida unapoona upweke, usipate shida mtu unapokutazama. Hayo ni mambo ambayo yatakutokea unapoendelea kuongezeka viwango. Si ajabu hata mtu anageuka, anakuangalia, anafanya yaani maana yake hiyo nguo hamna kitu. Wewe badala ya kuendelea kuimba ile tenzi inayoimbishwa, unaanza si amenionaje? Si kwa kuwa nimeirudia, si kwa kuwa sina nguo, au kwa kuwa sijainyosha. So hivyo wewe songa mbele, viwango viko vinaongezeka hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Viwango vikiongezeka, hayo mambo ninayokuambia ni ya kawaida. Mtu kukuangalia kama umejinyea wakati haelewi hata ni kawaida. Tena ukiona hivyo, furahia na endelea kumuonyesha kwamba ninaimba kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na una ujasiri ambao si wa kawaida. Mfano ujasiri wa kufunga siku 40 kama Musa. Usifikiri wa kibinadamu ule. Sawa? Ule sio ujasiri wa nani? Wa mwanadamu. Ukishaona unaanza kuvaliwa na maamuzi yasiyo ya kibinadamu, ujasiri wa kiwango cha juu unakuvaa wewe. Mambo ambayo yanakutokea mwanadamu anasema haiwezekani, ujue Mungu yuko anakuandaa kwa viwango vya juu. Unasikia ndani yako saba kavu. Aliwahi kufunga nani? Saba kavu. Takufa mimi, saba kavu. Unashangaa kabisa viwango vya ujazo viko vinakuwa, na ndio maana utaanza kuona maamuzi yako unayochukua ni tofauti na wanadamu wengine. Unachukua maamuzi ya viwango vya juu. Sawa pendo? Unanielewa? Tunakubaliana na kuja. Kumbe mwasherati anaweza kujazwa Roho Mtakatifu. Usisikie na neno mapepo haya, si hana ndoa huyu mapepo. Hapana, utatenda dhambi mbovu. Chunguza, akishajazwa Roho Mtakatifu, lazima Roho Mtakatifu ampe maamuzi magumu. Sema maamuzi magumu. Moja, ya kubariki ndoa hata kama mwenzake hapendi au anapenda. Mungu anatenda kazi yake. 2, kumuondoa pale, iwe bado anapendwa au hapendwi, anatoka. Na maamuzi sio ya kwake, ni Roho Mtakatifu aliyeingia ndani yake, anampa nguvu. Alikuwa mlevi sugu, akijazwa Roho Mtakatifu, njia ya ulevi anaiacha. Anaanza kuwa na maamuzi ya kusema mimi siwezi kunywa pombe tena. Nini? Roho Mtakatifu. Sio kwamba Roho Mtakatifu anaingia kwa wasafi tu, anaingia kwa wachafu ili awafanye kuwa safi. Lengo lake ni kuwapa maamuzi magumu. Sasa narudi. Ukiona mtu anachukua maamuzi magumu, mfano alikuwa hawezi kabisa kuomba masaa 2, leo anaomba saa 2 mpaka saa 2 asubuhi, yuko tu anaomba. Ni uwezo wa kawaida eti? Maana nyinyi mmeomba kidogo. Ni uwezo wa kawaida? Unajua huyu kuna kiwango kinapiga kelele ndani. Watu 3 kavu hoi, yeye yuko na 4 kavu, yuko na 5, anaendelea na ana afya. Hii ni kawaida Hii ni kawaida
unajua huyu yuko na kiwango fulani kinakuja cha ajabu. Kwa hiyo utajuaje? Anaanza kuwa na maamuzi ambayo kibinadamu sio yake. Maamuzi aliyofanya Esther wote mnayakumbuka. Yalikuwa ya kawaida yale? Yalikuwa ya kawaida. Anasema siwezi kukaa kwenye uzinzi huu, mimi nakaa peke yangu na nina ndoa yangu. Wewe vipi? Alimfuata mpaka kanisani. Tulikaa mpaka vikao. Solution asieleweki, baba yake alikuja hapa. Lakini bado aliendelea kuweka. Sasa tunajiuliza, haya maamuzi kwa nini asiyumbe yumbe? Kwanza tungejiuliza takula nini? Taishije? Maamuzi haya magumu anayapata wapi? Nikamwambia wala hata nyumbani usije kanikata kichwa. Utalala huko kanisani sawa, kwenye mambo sawa. Ukiona mtu anachukua maamuzi yasiyo ya kibinadamu, ni viwango vya ujazo. Roho Mtakatifu anataka kutoa pale alipo, ampeleke juu sana.